Shirikisho la mpira wa miguu TFF hapa Tanzania limekuja na taarifa mpya, na hii yote ni baada ya kuona game kati ya Simba Sport Club na TRA United imeahirishwa. Kumezuka na sintofahamu ambazo zimefanya mpaka TFF kuja na taarifa mpya. Je, ni taarifa gani ambayo TFF wamekuja nayo? Tunakuletea hapa tu Bone Media. Lakini je, chanzo gani ambacho kimesababisha hadi mechi ya TRA United na Simba Sport Club kuahirishwa? Pia tunakuletea hapa tu Bone Media, na nini kimesababisha sintofahamu iliyosababisha hadi TFF kuja na hiyo taarifa mpya. Lakini pia vyote tunakuletea hapa tu Bone Media. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi utayapata kwenye chaneli yako hii ya michezo. Tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha. Hivyo basi, ukifanya hivyo kwa kusubscribe, moja kwa moja unakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa leo tunaenda kushuhudia mchezo ambao ulitarajiwa kupigwa kule jijini Arusha, ambapo TRA United ndio walikuwa ni wenyeji wa mchezo huu ambao walimkaribisha Simba Sport Club kwenye NBC Premier League, ligi kuu ya Tanzania. Lakini mchezo huo hujafanikiwa kupigwa, na hii yote ni kwamba kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha kule jijini Arusha. Lakini sio mvua tu, maji mengi sana ambayo yamejaa kwenye uwanja wa Abedi, ambapo mchezo ndo ulitarajiwa kupigwa kwenye dimba hilo, lakini dimba limejaa maji, na hiyo ndiyo sababu ambayo imetolewa na TFF baada ya muamuzi wakati kwenda kuangalia dimba hilo na kudundisha mpira kama sheria inavyosema, lakini mpira au kudunda. Hivyo basi muamuzi wakati, kutokana na maamuzi aliyopewa, moja kwa moja aligairisha mchezo huo, na mchezo huo ulitamatika hapo hapo. Lakini sintofahamu ilizuka baada ya mchezo huo kutamatika. Ukianza kuangalia, mashabiki walikuwa tayari wametoa viingilio vyao na wameingia kwenye mechi hiyo, yani manake wamelipa fedha, wametoa kiingilio. Sasa kitu ambacho kimezuka ni kwamba mashabiki wakaanza kuleta vurugu, na hii yote ni kwamba wanadai walipwe viingilio vyao, yani walipwe pesa walizotumia kuingia kwenye mchezo huo. Sasa TFF mpaka saizi hapa bado hajatoa majibu kuhusiana na hawa watu, lakini kule mkoani Arusha bwana, hadi polisi wameingilia kati kuwatawanyisha mashabiki wenye hasira kali na mechi hiyo. Maana ukianza kuangalia, mashabiki walikuwa wamelipa viingilio waingilie ili waangalie mchezo huo, lakini mvua imekuja kuingilia kati. Sasa wakawa wanataka hela zao zirudishwe, lakini TFF bwana walikuwa bado hajatoa maamuzi, na hiyo ilisababisha vurugu, ambapo polisi ikawalazimu hadi watumie mabomu ya machozi. Je, sasa ni halali kwa polisi kutumia mabomu ya machozi mbele ya mashabiki ambao walikuwa wanataka haki yao? Tukutane pia kwenye comment hapo. Lakini TFF mpaka saizi bado hawajatoa tamko rasmi kuhusiana na mechi hiyo, kwamba je, itarudiwa ama ikiwezekanika wale ambao walitoa viingilio wapewe hela zao, au mechi itapigwa itakuwa ni kiingilio ni bure. TFF bado wanajadili na bado wanakuja na hayo majibu. Je, TFF watakuja na majibu gani? Pia TFF watakuja na mpango gani? Vyote tutakuletea hapa tu Bone Media. Ili kuendelea kupata update za michezo, hakikisha umesubscribe ili usipitwe na content kali tena nyingine kutoka kwetu. Je, wewe unaona ni uamuzi sahihi walioufanya TFF? Tukutane pia kwenye comment hapo. Je, wewe ni maoni gani kuhusiana na hii mechi baada ya kuahirishwa? Pia tukutane kwenye comment hapo. Mimi ni Bone Media, hadi wakati mwingine, keep watching, bye bye.